Tabia ya kupuuza shida za watu imeendelea kushamiri. Mkandarasi ambaye anatekeleza mradi na ameshalipwa asome alama za nyakati haraka sana, awalipe wale wanaomdai. Ikishaipata hiyo tathmini, wapeni onyo, watakaofanya hivyo wazuiwe kufanya mradi wowote hapa nchini. Tunahitaji kusikia kwenye halmashauri yeyote eti shule ina upungufu wa matundu ya vyoo, eti zahanati ina upungufu wa matundu ya vyoo. Tutarajii vibanda hivi vichukuliwe na watu wasiofanya biashara, na baada ya hapo wao ndo waanze kuwakodishia wanaofanya biashara. Vibazi, ulanguzi, unyonyaji, wizi. Hatutarajii watumishi wa serikali hawafanyi biashara mle tuwakute wao ndo wanashikilia vibanda, na tukigundua ni mtumishi atakuwa ameshapoteza kazi yake. Hizi ni kodi zenu na kila mmoja ana haki. Tahadhari, hatutarajii vibanda hivi vichukuliwe na watu wasiofanya biashara, na baada ya hapo wao ndo waanze kuwakodishia wanaofanya biashara. Vizimba hivyo wapewe watu wanaofanya biashara. Hii haihitaji mtu wakati. Ulanguzi, unyonyaji, wizi. Sasa mkurugenzi wa jiji, watumishi, hatutarajii watumishi wa serikali hawafanyi biashara mle tuwakute wao ndo wanashikilia vibanda. Ifanyike sensa. Kama kwenye soko la zamani walikuwa wameshika, hapa hakuna cha kushika eneo ambalo wewe haufanyii kazi. Tunataka wafanyabiashara wenyewe wanaofanya hizo biashara wapate hayo maeneo, na kama pana eneo lolote mfanyabiashara utagundua kwamba hilo aliyekukodishia sio serikali, pana mtu wakati hapo, na tukigundua ni mtumishi atakuwa ameshapoteza kazi yake. Hizi ni kodi zenu na kila mmoja ana haki. Kwa nilisema hilo niliseme. Lingine linaloendana na hili, Mheshimiwa Rais ametoa kibali katika mwaka wa fedha unaokuja, na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha yuko hapa. Kwenye ile fedha 442 inakwenda kuongezeka 5% kwa ajili ya kujenga masoko mengi, miundombinu ya kufanyia kazi. Tunatarajia fedha hiyo ikishakusanywa, mbali na soko hili hapa, yajengwe masoko mengine, na masoko hayo yazingatie upatikanaji ya wateja. Masoko ya watu wanaofanya biashara hizi ndogo ndogo, msiyapeleke polini, yakae kwenye maeneo ya kimkakati ambayo wataweza kupata wateja. Itakuwepo hiyo fedha ya miundombinu, hata kama ni kwa kufidia, hata kama ni kwa kutoa fidia, fidieni yapatikane maeneo ambayo yako kwenye eneo la kimkakati la kufanyia biashara. Tupate masoko mengine ambayo yako kimkakati, yataweza kuvutia wateja, hata kama tunahitaji kufidia, tulipe, tujenge soko. Fedha zitakazotoka na biashara inayofanyika pale ni kubwa kuliko fidia. Fidia ni ya mara moja, biashara itaendelea. Nimesikiliza watu pale Nelson Mandela. Nimegundua tabia ya kupuuza shida za watu imeendelea kushamiri. Mtu anapewa tenda ya kutekeleza mradi, serikali inamlipa kwa wakati fedha yote ya mradi, anamaliza miezi 6, wale waliojenga mradi aliowapa mikataba midogo hajawalipa, vibarua waliofanya kazi hajawalipa. Fedha ya mradi imeshatoka, amelipwa, wale wananchi wanaendelea kuugulia, na pengine wengine wanadhani serikali haijalipa. Amelipwa, yeye anadunda,
waliofanya subcontract zile, wengine wamekopa, wengine wanauziwa vitu vyao. Sasa nimeelekeza wizara zote na mikoa yote, mkandarasi ambaye anatekeleza mradi na ameshalipwa asome alama za nyakati haraka sana, awalipe wale wanaomdai. Hii habari ya tena wengine wanalipwa na riba wao wakicheleweshewa, lakini wao wanachelewesha miezi 6, mwaka mmoja, wanavyopenda, wanalipwa wanavyopenda, wanadunda na fedha ambazo ni haki za watu mtaani. Nikishaipata hiyo tathmini, wapeni onyo, watakaofanya hivyo wazuiwe kufanya mradi wowote hapa nchini. Haya ni mambo ya kuoneaonea, ya kuzoeazoea matatizo ya kuzoeazoea shida za watu, kupuuza shida za watu. Sasa nayasema haya kwa sekta binafsi, nayasema na kwa serikalini. Tabia ya kupuuza shida za watu. Someni alama za nyakati. Sasa nimepita kule nilikosikiliza kero zile, nimetoa maelekezo kwenye majumuisho, na hapa nasema pia kila mmoja kwenye dawati lake awe na bango kitita, jedwali linaloonyesha kero anazozipokea na namna anavyozishughulikia. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nikupongeze sana, umeshanitafuta mara kadhaa kuhusu kero, kuhusu hoja ambazo ni za wananchi. Mkuu wa Wilaya yuko wapi? Nilisikia ile ya shamba nikaitolea maelekezo siku ile, nimesikia na nyingine. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimepokea simu zako mara kadhaa nikipata update za mambo ambayo wananchi wameyafikisha na hatua mnazochukua, na yale ambayo mnataka yashughulikiwe wizarani, na kumbuka mmekuwa mkialeta. Sasa kila mmoja afanye hivyo kwenye dawati lake, kila mmoja afanye hivyo kwenye